Bricktel and Deca Roofing Tiles. Shukran, niko katika eneo bunge la Taveta katika kaunti ya Taita Taveta, ambapo hivi leo katika mada tunapoangazia kuhusiana na mradi wa Nyota. Je, vijana wamekumbatia vipi mradi huu? Mweza kuzungumza na vijana kutoka eneo hili na haya ndio walikuwa nayo ya kusema. Mradi kwa kijana anayekuwa na akili anaweza faidika kwa kuanzisha biashara kama kuuza mayai, kuanza kusambaza mayai kwa wateja kwa maduka. Pia inaweza msaidia kuinua biashara yake ndogo ndogo kama kuanza ukulima. Mradi wa Nyota umesaidia sana vijana. Hata kama ni tumeweza kupata 22,000 kwa kila mtu. 22,000 imesaidia sana vijana. Kwa sababu gani? Sasa hii kazi hakuna. Kazi hakuna, 22,000 ukipata 22,000 ile kazi kidogo unaweza ukapata, unaweza kuanzisha biashara ndogo ndogo. Ni watu tu wanaongea kuwa eti ni mradi wa kufunga macho, kuwa serikali kuu imeamua kufunga watu macho, lakini si kazi ya kufunga watu macho. Hii mradi imesaidia sana vijana na mimi mwenyewe nimeshuhudia. Watu wengi wameweza kufaidika kwa huu mradi. Inasaidia hasa sisi vijana kuweza kujiajiri na kuondoa ile sitofahamu ya kwamba sina capital, siwezi saidika. Kwa hiyo ninawahamasisha vijana kwamba tuendelee kuapply hiyo mradi na itakuja kutusaidia mahali pakubwa. Na pongezi kwa serikali, haswa rais wetu Daktari William Samoei Ruto ambaye pia ni mzee wetu huku Taveta na pia ni jirani yetu kwa kufanya jambo la kutia moyo zaidi. Ndizo kauli za vijana kutoka eneo bunge hili la Taveta, hapa wakitoa wito kwa serikali kuweza kuangazia kuhakikisha kwamba mradi wa Nyota unaimarishwa hata zaidi ili waweze kuanzisha biashara mbalimbali. Nikiripotia runinga Citizen kutoka Taita Taveta, mimi ni Julius Joho. Ni katika eneo la Kwandomo Sabaki hapa kaunti ndogo ya Magarini, kaunti ya Kilifi, ambapo tumeweza kukutana na baadhi ya vijana ambao wameorodheshwa katika mradi wa vijana wa Nyota, na hapa tutazungumza na baadhi yao tuweze kusikiza wanayapi. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Karabu Yeri Kitsao, maeneo ya Sabaki Ward, Magarini Constituency, that is Kilifi County. Kwa kweli ni kwamba hii ilikuja kama fursa, ilikuja kama bahati. Mradi wa Nyota Project ni mradi ambao unahamasisha vijana wengi, hususan kuanzia miaka 18 mpaka 29. Wale ambao ni disabilities pia wanapata pale kuanzia 18 years to 35 years. Na hii Nyota Project ilikuwa kama bahati. Nikisema hivyo ni kwamba tukiangazia pale nyuma sisi kama vijana, kulikuwa kuna depression, msongo wa mawazo ulikuwa mwingi sana, vibarua havipatikani, kazi hakuna, wazazi wanatuona kama tumekuwa mzigo pale manyumbani. Sasa mheshimiwa bwana Tutam Excellence, our Excellence President William Ruto, hii ni fursa kwetu sisi vijana, sote umetujumuisha kwa umoja, na hii ni picha kubwa ya kwamba hii ni future mbele. Kwa majina naitwa Phineas Kilisia. Hii mradi wa Nyota tunaujua, tuliapply, tunangojea tupewe pesa. Tunapongeza serikali yetu, rais. Tunajua itatusaidia sana kama wananchi. Hiyo pesa itatusaidia kuongeza kama biashara zetu, mwenye ako na biashara yake, mwenye hana anaanzia upya. Na tunajua itatuendeleza vizuri kama vijana. Kwa sasa baadhi ya vijana ambao tumezungumza nao wanasema kuwa mradi huu utawasaidia katika kuimarisha zaidi uchumi wao, huku wengine wakitaka serikali kuongeza mgao huo. Hii ni story kubwa ambayo haijawahi fanyika na rais yoyote yule hapa nchini Kenya. Isipokuwa sasa mheshimiwa, tunakuomba ni kwamba nikiongea kwa niaba ya wenzangu, kuna wale ambao pia wengine walikosa. Sijui kama hapo ungewafanyia nini kwa mfano. Maana hata pia sisi tulikuwa tunatazamia pesa hii ingefika awamu ile mwaka jana kipindi cha Disemba. Pale biashara zilikuwa ziko juu sana. Mtu alikuwa kiuza pale unapata faida kubwa. Sasa hii mambo yamekuwa yako chini. Kwa mfano mimi nilikuwa nahitaji pesa, nikiipata nifanye biashara ya viazi. Kwa majina yangu naitwa Mapenzi, mimi ni mkazi wa Sabaki Ward. Kuhusu na mambo na Nyota niliapply mwaka jana hiyo mwisho. Tukaenda training, after training ndo tukaambiwa tungoje hiyo pesa tuanze business. Kuhusu kwa upande wangu ni vizuri sana. Tunashukuru sana rais kwa kututolea msaada wa kuanza business.
na tunashukuru pia kwa PS Jacob Fikreni. Kiupande wangu pia itachange sana, itachange hiyo mambo na uchumi pia. Kama kweli mtu uko na akili na uko na life mbele, ukitumia hiyo pesa vizuri utasongea kiatu. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Kilifi, jina langu ni Roba Liban. Naam, bila shaka ni wananchi hapo na haswa vijana, baadhi yao ambao wameweza kufaidi, wale wengine ambao walitarajia kwamba wataweza kupata fedha hizo lakini hawajapata. Kuna jambo moja ambalo limekuwa likiibuka katika baadhi ya hizi jumbe ambazo zinaingia hapa. Kuna wale ambao wanasema bado kuna changamoto, ndio unaweza kupata hizo pesa lakini kuna changamoto kama za kupata licenses za kufanyia biashara. Labda unaweza kutueleza kwa upande wako, kulikuwa na ugumu wowote ama kuna namna ambavyo serikali kuu ilishirikiana na serikali ya kaunti ya Kiambu kuhakikisha kwamba vijana kama wewe wanapata urahisi katika kusajili biashara? Mambo na license, natumai kwa kila kaunti kuna zile government offices. Kwa hivyo ndio uweze kupata ile license, lazima pia uweze kujifikisha pale kwenye offices. Uwezi letewa license kwa nyumba, lazima pia ukuwe na bidii kwenda pale, kuongea, kujua kile ambacho unahitaji ndio uweze kupata ile license. Kuna mwingine utaenda kutafuta license, uende utafute license ya pesa ya juu. Ukikuwa na 22,000 kutafuta license ya pesa juu inakufanya ile pesa unaona kama ni kidogo. But tafuta ile license yenye inaendana na biashara yako. Kama kwetu license ya biashara ndogo ndogo ni 7,000. Kwa hivyo ulikuwa na hizo pesa zilitosha. Kwa hivyo ulipata yako license ya 7,000. 7,000. Alafu ulisema ulinunua nyumba ya 5,000. Nyumba ya 5,000. Tufanye hesabu pamoja. Alafu ukanunua beli ya 10,000. Uniambia 13,000. Mbona sasa mbona umeipunguza? Maki wale uliniambia 13,000. 10,000. 10,000. Sasa umebadilisha. Ni 10,000. Kuna ile lazima uongeze kidogo yenye ulikuwa umesave. Kwa hivyo ilibidi uongezee. 3,000. Kuna fedha ambazo ulikuwa umewekeza. Na kuna wengine ambao walipata hizo fedha kama wewe ambao walipata ugumu katika kupata license. Kwa mfano yako ni biashara ya nguo. Kuna yule ambaye anafanya labda biashara ya chakula. License yake itakuwa bei hiyo ama kuna zaidi? Haiwezi kuwa the same price kwa sababu ukifanya biashara ya chakula lazima ukuwe na uende kwa NEMA, uende wapi kwa health. Kwa hivyo inahitaji mambo mingi. Kwa hivyo ungependa kuna serikali ya kaunti ifanye nini ili kuwe na wepesi kwa vijana? Kwangu ningependa iweze kuwasiliana na hao vijana ambao wamepata nyota, hata kama ni mkutano wataitwa wawapunguzie bei kidogo. Okay. Sawa. Wote nisome baadhi ya jumbe hapa. Kuna mmoja hapa wanasema mnasema nyota na bottom up ilienda wapi? Wanasema mnadhani Wakenya ni wajinga, wakati huu hakuna mjinga Kenya hii sasa. Huyu anaitwa Hongo. Kuna mwingine Charles kutoka Murang'a anasema msalimie Omwansa. Anasema kama kuna kitu tunaweza regret Kenya ni kumtoa rais ambaye anafanya kazi kwa miaka 3, ameshinda marais wote. Kuna mwingine hapa anasema anasema Mashiriba waambie Omwansa achunge asituongezee hasira tafadhali. Kuna mwingine hapa anasema anasema kindly may I know from Omwansa how many youths from Nyamira have received that money? Hao watu wako hapo studio ni kama wametumwa? Na hapana, hawajatumwa. Kila mtu anazungumza ukweli wake. Kuna mwingine hapa anasema mimi nilikuwa nimequalify but siku make kupeleka ID. Kuna nafasi tena. Ni baadhi ya jumbe tu. Kipruto, unadhani nini ambacho kinapaswa kufanywa ili Wakenya waweze kuamini kwamba huu mradi utakuwa na manufaa kwa wale wanaopata na kwa wale ambao hawatapata, kwamba kutakuwa na manufaa kwa uchumi wa taifa? Ni nini zaidi kinapaswa kufanya ili kuwe na huo uaminifu?
Kwanza nilianzia kwa kusema kwamba kitu cha maana ni mafunzo, na anayenufaika na hazina hii ya Nyota apate mafunzo na mentorship program iendelee throughout, hili wakaweze kuelewa biashara ama biashara inaendelea vipi. Na hii hazina ya Nyota ni ya government, like any other government funding. So iko na procedure yake ya kupeana pesa za serikali. Na kitu yenye mimi ningeomba tu audit, naomba ikuwe na audit ya kila mwaka, kwa sababu wenye wamepewa hii pesa ni individual, na sheria ya Kenya, an individual person is not mandatory to have the books of account being audited. Na so that means si lazima wakuwe na vitabu yao kuauditiwa. Ningetaka kama sheria ingekuwa mahali ili waweze waingie kwa ndani, ili waweze kuauditiwa. Mwisho wa mwaka ripoti itolewe, ionekane kwamba wameendelea vipi, wamepata faida vipi, na walipe tax kiasi gani. Yes, unajua sasa upate wako kwa ile umbrella ya individual. Na sheria hiyo ya ku after books of account being audited haiko hapo ndani. So ningeomba hili, kwa sababu tunaangalia a long lasting solution, we need to have it, we need to them to have the books of account being audited annually. Yes. Na iwapo hizi pesa sio vijana wengi ambao watazitumia ipasavyo, kutakuwa na athari gani kwa uchumi? Kweli unajua pia hii pesa ni kama pesa ingine yote ile ambao unapewa ya kuanzisha biashara, na biashara iko na challenge yake. Si garanti ya kwamba biashara zote sina last. So kitu iliyoko tu nasema kwamba vijana wafanya biashara 100%, at least 80%, 90% kwa wenye wamenufaika, wapata faida na waendelee na maisha. Yes. But kitu yenye inasaidia sana Masharima ni your training. That is very important, na mentorship ambaye inaendelea. Nashukuru sana Ann amesema kwamba alimaliza training yote siku 4, amepata pesa na kuna mentors. So hiyo ndio jambo la maana sana. Yes. Mentors watakuwa wanapeana ripoti kuhusiana na hii pesa. Yes. Na pia hawa mentors watatoa challenges ambayo wana experience, wana biashara au vijana wana experience. Then we will have a corrective measures to mitigate the challenges. Yes. Omwansa nakuwa umeshika tama. Sijui kwa nini umeshika tama. Labda unaweza kutueleza ni kipi zaidi kinapaswa kufanya ili kuhakikisha wale ambao hawaamini Nyota wanaweza kuiaminia? Maana jumbe nyingi hapa ambazo zinaingia, kuna wale ambao hawaamini, na hasa wakikusikiza wanaona kama kidogo yale unayosema ni kama kwa ground mambo ni tofauti. Unajua mbona nimeshika tama? Kwa sababu nahurumia generation yetu sana. I really feel sorry for our generation Z, the young people, because tell me why. I mean, how does a whole young person who has nothing apart from a degree or high school certificate saying that money ni kidogo, that money is for political, purposes? I'm seated here. Umeuliza huyu about Kiambu County. When Governor Sakaja came to be governor, alitoa ile license na permissions za watu kupiga picha CBD.
If you remember very well, every Saturday, even today as we speak, we have very many young people with cameras all over. With the 22,000, you can buy a small camera, ingia pale CBD, piga watu picha, na unauza hata kama ni 50, unatengeneza hela. There is no license, there is nothing you are paying for. Honestly, young people, what else do you want? What else do you want? My elder at New Life SDA Church, where I go every Saturday, a very staunch Adventist, always reminds me about the parable of the prodigal son, that the father gave him everything na akaenda, baadaye alirudi akifanya nini? Akilia. Young people, let me just look at that camera clearly and tell you, you are on your own. No one is coming to save you apart from you. Kama unaona 22,000 ni pesa ya kuwekelea bet pale Patel Maniu kichwa na inaenda, alafu unakuja kulia unasema serikali, it will never come to help you. Kama unaona 22,000 ya kushika Gilbis na county pale Gashororo ama pale Ruaka ama wherever you will be, Rongai, that's up to you. But there are those young people who have really appreciated this 22,000 like Ann. Ni venye sina fuliza limit, ningemuongezea saa hii hata aenda aongeze stock. Otherwise, there young people, as the Okoa Boy Child Team leader, you are on your own. No one is coming to save you. Not even the country, not even the administration, not even the how do you call, serikali. Please, hii yenye mmepewa kidogo, tafadhali make use of it. 22,000 ni mingi. Nunua mikokoteni kama yangu, you will make some good money, utavaa suti kama mimi, hata kama ni acquire. Just, I mean, you can always do something with 22,000. And above and all, I want to appreciate PS Mangeni for what she is doing as a department to ensure that young people wanapata hiyo training. Last but not least, pia hao vijana wenye wamesoma pia, mimi naomba msiende pale kwa vijiji sana. Kuna vijana wangu, as the president for all universities, my young people are suffering. Sasa ni lunch time, najua wameinama wengi kwa hostel, lunch inapita juu. Tafadhali pia sisi kujeni pale kwa campuses, let's also see how to help them. Give them training, give them those skills, give them those opportunities. Also that you don't need a degree for you to get internship. Mnaweza pia kazi wanafanya pale nyumbani. So with the 22,000, my good friend, you can buy. I know very many ladies in campus, ladies who have said no to sexual harassment and all that. Wamenunua inaitwangaje ile ya kupiga picha, iko na ring lights. Wanapiga picha, wanauza nguo zao, wanaweka pale online, and they don't even pay any license. They're operating from their bed sitters, you know, pale Ngara, Parklands, and wherever. They are doing business and it's making money. Young people, Wanyamira, Kuisero, Matu, popote ulipo young person, trust me, not even William Ruto, not even myself will come to save you. Hiyo pesa kidogo mnapata, tafadhali shukuru sana. Na naomba wakikuja around 2, wale wenye hawakupata wapate. Na pia ningefurahia pia, so that it is better wenye wanapewa skills, pia kama pesa itoshi, wengine wapewe skills ndio wakingojea hela next time. Na sisi tuko tayari kama vijana, and we support the administration with all our body parts. Thank you. Mwanza, wacha nikwambie, manake jumbe nyingi hapa ni kama zimeelekezwa kwako. Kuna Grace kutoka Kiambu anasema tunafikiwa lini, maana mimi niliapply naambiwa face is closed. Kuna mwingine anasema Mwanza anaongea ukweli wa mambo. Kuna mwingine anasema Mashirima, waambie hawa wageni wako watu wamechoka. Ruto ni mwanasiasa, si kiongozi. Tunangojea wapinzani watupatie kiongozi, tumpeleke Ruto nyumbani. Huyo ni Mejambai kutoka Tharaka Nithi County. Mwingine anasema Mwanza anasema ukweli. Mwingine Omar kutoka Siche anasema hizo pesa kwa watu wako mbele wazichukue, wapee watu wenye wako chini kimaisha, itawasaidia. Kuna mwingine anasema huyo anasema unajua kidogo Mwanza pia lazima niangalie zile jumbe ambazo si wasinifinye. Zile ambazo zinaongea kwa adabu kidogo. Kuna mmoja hapa anasema wacha niache hizo jumbe kwanza mtazamaji. Kuna mwingine anasema kuna uwezekano wa mtu kupata kazi kwa hii platform ya Nyota. Ningetaka kufunza au kuwapa watu mbinu muhimu ya kutumia hizi hela. Hawa trainers wanatoka wapi Ann? Na kuna mmoja anatamani kwamba angekuwa mmoja wa hawa trainers wa Nyota. Unafahamu mbali wanatoka? Waliletwa na serikali. Waliletwa na serikali. Na ni watu ambao wanatoka katika county unayotoka. Haya, mtazamaji, tupumzike kidogo tu, tunarejea hivi punde na mengi zaidi. Usiondoke hapo ulipo.